tumefanikiwa kufanya marekebisho na maboresho ya jengo la msikiti ambalo linasaidia kupunguza masafa ya kwenda msikiti ya mbali kwa vijana wa kiume ili kufanya ibada na kuepusha na vishawishi vya kila aina huko nje, ajali na hata kuchelewa kurudi na kuendelea na masomo yao ya ziada kitaaluma au kielimu. Pamoja na uchanga wa skuli yetu katika mitihani ya taifa kwa ngazi ya kidato cha 6 na kidato cha 4, lakini tumefanikiwa kupasisha kwa kiwango kizuri kwa matokeo ya ngazi ya kidato cha 6 kwa miaka 4 iliyopita kama inavyojipambanua. Sherehe hii ni kubwa sana, lakini kiudhati ni usimamizi wa kila mmoja kwa nafasi yake. Hatimaye walimu wananiuliza, sherehe unaifanya kubwa, wanafunzi tunaletewa mpaka sasa hivi ni 248. Ukiifanya sherehe kubwa unatuongezea wanafunzi. Maana yake wazazi watasema hakuna skuli nyingine kwa sasa isipokuwa ni Dr. Sheni. Kauli yetu kwa mwaka huu, mwanafunzi alipopangiwa aridhie na asome hapo hapo, unless kuna uhitaji wa lazima kwa yeye kuhama kutoka skuli iliyopangiwa kuja Dr. Ali Mohamed Sheikh. Tumepokea risala yenu na tutakwenda kukaa kitako kuifanyia kazi. Ila licha ya kwamba tutakwenda kuipokea risala hii na kuifanya kazi, ningezungumza ya haraka kwanza yale mawili ambayo kwamba yamejitokeza. Kwa sababu nimesema shule hii ni ya mjini, waliopo hapa ni watoto wa mjini. Mji umependezwa, haiwezekani shule ikae bila ya maji. Na nakumbuka iliwahi kuzungumzwa juu ya hatua zilizochukuliwa kwa mwanzo, lakini ni lazima shule iendane na hadhi ya wahitimu wa shule hii na wanafunzi na waliopo ndani ya jengo hili. Ikiwa serikali yetu imeweza kutuwekea miundombinu mizuri kama hii hapa, hatuna budi na sisi wasaidizi wa serikali ambao kwamba tumewekwa tuhakikishe kwamba tunadumisha kwa kuboresha yale madogo ambayo kwamba tayari yamekuwepo. Kwa hiyo hapa tulipo sisi pana kusubirini nyinyi. Kwa hiyo hatua ambayo kwamba mmefikia bado hamjafikia mwisho, ndio mmeanza sasa marathon. Kwa hiyo ni wajibu wenu sasa kujipanga sasa na hatua inayofuata. Serikali kwa upande wake imeshajitahidi kuweka miundombinu, kuweka huduma na kila kitu. Na kwa nini Dr. Mwinyi alianza na miundombinu ya huduma? Na nafikiri cha mwanzo ambacho kwamba alianza miundombinu ya shule, maendeleo yoyote ya nchi yanakuja kutokana na uwepo wa taaluma na wataalamu. Sisi ambao kwamba tuliopo katika mawizara na maidara na mataasisi mbalimbali hatukuweza kufika huko bila ya uwekezaji wa serikali katika elimu. Kwa hiyo kutokana na hilo, Mheshimiwa Rais akaamua kuwekeza kitu cha mwanzo katika elimu, ili wataalamu watakaozalisha ndio hao ambao kwamba watakaoiwezesha na kuendesha nchi hii hapa. Kwa hiyo nyinyi tayari mmefika hatua ya mwanzo. Ni wajibu wenu sasa kuendeleza juu ya kile ambacho kwamba mmefundishwa na walimu wenu katika masomo na katika nidhamu na yote ambayo mmeyapata, ili katika hatua mnayokwenda ya university muweze kufanikiwa zaidi, mwisho muweze kuja kuchukua nafasi za uongozi wa nchi hii katika sekta mbalimbali, ili na nyinyi muweze kuwasaidia wenzenu pamoja na taifa kwa ujumla. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.